Maisha ya upendo imekuwa ngumu sana kutokana na binadamu tulivyo wakati huu. Hakuna anayeamini mapenzi tena wala upendo. Lakini wakati huu wengi wanasema pesa ni kila kitu. Tunasahau ya kwamba kipo kitu kinaitwa upendo na una nguvu kuliko hata pesa. Maana pesa haiwezi kununua upendo wa mtu, na wala haiwezi kununua upendo wa kweli. Pesa haiwezi kununua afya ya mtu. Pesa haiwezi kununua kila kitu, maana kwenye vitu vingine sio kweli kabisa. Kuna baadhi ya wanawake wamejenga mawazo yao kuwa pesa ndio kila kitu, wakiamini wakipata mtu mwenye pesa basi shida zimekwisha, matatizo hakuna tena. Hakuna, wataishi maisha mazuri kama wakipata mwanaume mwenye pesa. Ndipo wengi wanajiamini, wanajikuta wanaingia kwenye mahusiano na ndoa bila kujua kama ipo pesa zinaweza kupotea au kuisha. Kwa sasa wanaume wengi wamekuwa waamuzi na wanaumizwa sana na watu wapendao kama wapenzi wao, wake zao, kwa sababu ya pesa. Hiyo nao wanaamua kuwekeza nguvu zao kutafuta pesa kwa juhudi ili aweze kupata mwanamke amtakaye, kwa sababu yote upendo sio kitu nao. Wakiamini pesa inaweza kumtuliza mwanamke yeyote yule, na akijua hatapata pesa zote. Kabla kuanza simulizi hii mpya, nahitaji maoni yako. Shabiki, uniambie kati ya pesa na upendo, kipi kina nguvu katika dunia ya sasa? Sema ukweli. Na kwa sababu gani? Pesa ina nguvu na kwa sababu gani upendo una nguvu? Achia maoni yako, nitaipitia. Kitu yenye nguvu ni nini? Love au pesa? Ni katika familia moja ya kitajiri fulani ambayo ilikuwa ikiishi katika mji mmoja huko nje ya nchi. Japo wao walikuwa ni wa Tanzania, kutokana na mafanikio yao yalikuwa makubwa na miradi yao ya kampuni na kibiashara kubwa za kiuchumi zilifanikiwa sana. Familia ikiwa na watoto 6, wa kike 3 na kiume 3. Basi wa kike walikuwa washaolewa mbali na wa kiume 2 ndio wameoa. Kasoro mmoja alikuwa mtoto wa mwisho ambaye alikabidhiwa mali zote na urithi kutokana alikuwa na kufanya kazi kwa juhudi. Anaonekana kutumia nguvu kufanya mafanikio, kupenda juu zaidi na kufanya heshima kuwa juu. Ndipo kijana huyo wa mwisho Edison alitakiwa kwenda Tanzania kwenye mkutano mkubwa wa kimataifa. Hiyo unafanyika Tanzania. Edison alikuwa akikubali sana hasa kwenye mambo kama hayo kibiashara na kampuni. Majira fulani ya usiku, Edison akiwa anapanga vitu vyake pamoja na passport kwa makini, ndipo aliingia baba yake akiwa anaonekana umri umeenda fulani. Kutokana na pesa alionekana kama kijana vile, huku akiwa mwenye nguvu. Baba, mbona umekuja usiku? Au una wasiwasi kuhusu mimi kijana wangu?
sina mashaka na wewe tena kabisa. Najua una uzoefu mkubwa na kutosha na kuamini sana. Ni wewe pekee umebaki jicho langu. Utambue kuwa na kupenda kiasi kwamba natamani kuongozana na wewe. Baba, usijali, na kuhakikishia kuwa ni lazima nitafanya kampuni yetu kuwa juu zaidi. Nafurahi sana. Najiuliza hao kaka zako kwa nini hawakuwa kama wewe, badala yake mapenzi ya kawatia uchizi. Lakini tuache hayo. Kumbuka kurudi mapema, uje ufunge ndoa haraka sana ili kufanya biashara yetu kujua na kuongeza dili nono za hisa. Baba, nije kuoa tena? Ndiyo, mara hii umeshasahau tu. Ni lazima uweze kumuoa Leisa ambaye ni binti wa kitajiri, maana baba yake na mimi ni marafiki wakubwa. Hivyo ametaka nikiwa sina jinsi. Sawa baba, kama unavyotaka nitamuoa Leisa, ila sijui kama hata kubali mambo yake. Sijawezi kabisa. Kikubwa kijana wangu na kuangalia pesa zaidi. Hata wewe usijali pia kuhusu kumpenda. Kisha baba huyo alitoka kipanda kusema kamsemo kake, fanya kazi uwe na maisha mazuri, usisahau akili kichwani ili ufikie malengo. Addison akajitupa kitandani, akawaza namna alivyo jinsi mwanamke Leisa alivyo mzuri na vijana wengi wanamtaka kwa hali ya mali, hasa wafanya biashara na wenye makampuni makubwa. Ni bora nijaribu nafasi yangu kwake, japo sina hisia naye, lakini nitajitahidi kuonyesha upendo wote. Hatimaye kesho yake kaja. Kijana aliamka sasa akiwa tayari kashajiandaa. Alipotoka nje kuchukua safari kuelekea uwanja wa ndege, ajabu anakutana na Leisa akiwa amevalia kigauni kifupi sana na kuacha mapaja wazi bila kuona aibu kabisa. Leisa alimfuata na kumkisi shavuni akisema, hakika leo ni siku nzuri. Natumaini tunakwenda wote huko Tanzania kumwakilisha baba yangu. Hivyo pasipoti ninayo, twende usafiri upo hapo. Addison akaona hiyo ndiyo njia ya kujiweka ukaribu na Leisa, kutumia kama chance wake ya kutoka kutengeneza uaminifu haraka ili uamini. Basi waliingia kwenye gari ya aina ya Benz na kuketi zao nyuma kabisa, wakiwa wanaendeshwa na habari yoyote. Addison alianza kuwa akisoma gazeti huku Leisa akiwa bize na simu yake. Ndipo Addison alivuta kinywaji baridi ambayo sio kilevi. Ndipo hapo Leisa alimuuliza kiuchokozi, jamani Addison, ina maana mie sivutii kwako? Sijapendeza nini? Au sio mzuri tangu niwe na wewe? Hujanisifia kabisa. Addison akatabasamu na kumsogelea na kumshika kidevu akimwambia, kwa nini unahitaji nikusifie wakati wewe tu kama rafiki tu? Hivyo naona kawaida sana. Kumbe Addison bado unaniona rafiki wakati nimeshasikia familia yetu inahitaji tufunge ndoa mimi na wewe. Addison akasogea kwenye kisikio akimuuliza, wewe upo tayari kuolewa na mimi? Ndiyo jamani. Addison akamkisi shavuni huku akimsifia, wewe ni mrembo sana. Asante jamani. Pale mambo yakaanza ndani ya gari kushikana na kupapasana pale
ni kama dakika kadhaa waligongewa kioo. Addison alikuwa vizuri tayari, alikuwa amepandisha kigauni juu, huku yeye alishika koti na shati. Ndipo Addison alijiweka sawa na Raisa akiwa anaona aibu kwa sababu hakutegemea vile kama watafikia hatua hiyo. Ilibaki kidogo tu wafanye mapenzi ndani ya gari. Ndipo Raisa akashika kumpanda Addison wakati wao. Mwisho walitoka na kuingia kwenye ndege ya VIP. Wakati wawili tu ndani ya ndege, bado Raika alionekana aibu mno kumtazama Addison. Aligundua muda kuwa tayari mtoto kaingia kwenye line ya 4G. Alizidi kumfanyia vitu vya mahaba. Hatimaye majira usiku walifika na hatua katika uwanja wa ndege. Walishikana na kuongozana kama wapenzi wa muda mrefu. Walihitaji kuingia usiku ili kukwepa waandishi wa habari na mapalazi, lakini ilikuwa kazi bure kuingia usiku. Walipotoka nje tu wanakutana mapapalazi wapo nje kama wote. Ndipo walianza kumsonga na kumuuliza maswali. Mkuu, tuambie, upo tayari kwenye mahusiano na Raisa? Bosi, unataka kujua nini kweli? Nataka kufunga ndoa ya biashara. Ni kwa nini wanakuzungumzia wewe mkuu? Kutokana na mafanikio. Inasemekana urithi ulipewa na baba yako. Ni kweli unautumia vibaya? Raisa anamzungumzia nini kuhusu penzi lako na Addison? Lakini Raisa na Addison hakujibu maswali walioulizwa na waandishi na mapapalazi. Wakaondoka zao na kuelekea moja ya hoteli gharama kwa ajili ya kulala.